Hiyo yule bwana akazunguka nyuma mgongo, akamchoma mwanangu visu vitatu. Kisu cha tatu akakiacha umomo, akafanikiwa kukimbia. Ponyoka na kupiga kelele, akakimbia. Na yule kijana naye akafanikiwa. Mtazamaji wa Global TV, kona ya mtaa imekuja kata ya Makangalawe, Yombo Dovya, ambapo limetokea tukio la kusikitisha. Aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii aliyefahamika kwa jina la Elizabeth Emmanuel Maguha, alikuwa na umri wa miaka 23, inadaiwa amechomwa visu na baadaye kukimbizwa kwenye hospitali ya Temeke na kufariki dunia. Tumefika nyumbani kuweza kujua tatizo hili limetokeaje, nini chanzo. Kana mimi uweze kufahamu kila kitu. Nyuma kamera anaitwa Zakaria Master Gamondi na mimi naitwa Gabi Mtanzania. Mimi naitwa Rahma Hussein Mnyeto. Binti yangu anaitwa Elizabeth Emmanuel Maguha. Na alikuwa na umri gani binti yako na ni mtoto wangapi kwako? Binti yangu ni mtoto wa kwanza kwangu na alikuwa na umri wa miaka 23. Alikuwa akiitwa nani? Anaitwa Elizabeth Emmanuel Maguha, alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu, anasoma chuo kikuu ustawi wa jamii Bamaga. Nini kimetokea mpaka kifo chake? Binti yangu akiwa yuko mwaka wa kwanza aliwahi kupata rafiki wa kiume. Lakini rafiki yule hakuingia naye kwenye mahusiano ya moja kwa moja ya kimapenzi, aliingia naye kwenye kama ahadi. Wameendelea kuwa katika maisha yale ya ahadi. Na nikawa huyo kijana ambaye kafikia tu nikawa namuona mazingira yangu ya kazini kwangu. Lakini sikuweza kuruhusu macho yangu wala masikio yangu kumtambua yule kijana. Lakini wameendelea hivyo, hatimaye binti yangu katika kuchunguzana kwao akaona si mtu sahihi kwake. Akaamua kuvunja naye mahusiano. Ndipo yule kijana alipokataa kukubaliana na hilo jambo, na kwa mara ya kwanza aliwahi kutishia kuja kunywa sumu aliyoinunua huko. Akaja akanywa sumu kwenye meza yangu ya samaki ninapouzia, akiwa anauza binti yangu. Binti yangu akawapigia jamaa zake simu, wakaja wakamchukua wakampeleka Temeke. Nilipokuja kupewa taarifa na binti yangu nikiwa nyumbani, ndipo nilipotangaza kwamba nikamwambia kijana tukionana lazima nimweke ndani. Akawa ametoroka, amekimbilia kwa Moshi. Amekaa Moshi takriban kama miezi miwili. Tukiamini kwamba ni jambo limeshaisha, ameshachukua maisha yake. Lakini kumbe akawa anajiandaa kuja kulipa kisasi. Amerudi juzi kama sio majuzi, akiwa na siku 3 hapa Dar es Salaam. Amerudi, ndugu yake mmoja na yule kijana akampigia simu binti yake akamwambia hivi, naomba ujiangalie Nula nikarudi, lakini hapa nyumbani kwetu hajakanyaga na hayuko katika tension nzuri. Basi binti yangu akanyamaza, na kweli akaanza kumtumia message nyingi sana za vitisho bila kunishirikisha mimi. Hatimaye siku ya jana binti yangu baada ya kufungua chuo kwa likizo fupi, ametoka asubuhi ameelekea chuo. Mchana amerudi kanikuta mimi kwenye biashara yangu, ambaye mama ngoja nikabadilishe nguo. Kurudi anaelekea nyumbani, akamkaba kichochoroni karibu na nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu kuna sehemu ya ukimya sana na kuna mwembe mkubwa sana pana ugiza. Kwa hiyo alipofika maeneo yale akawa amemkaba, anataka amnyang'anye simu, akakatakata begi lake la shule. Bahati nzuri akamzidi nguvu, akawa ameponyoka na kupiga kelele, akakimbia, na yule kijana naye akafanikiwa kukimbia. Jioni tena akaja akanipa hiyo taarifa bandani. Alirudi pale hata nyumbani hakufika. Alipofika pale nikamsema sana, nikamwambia naomba uende polisi ukatoe taarifa. Hivi unategemea mimi nitakwenda polisi kutoa taarifa yako? Watanielewaje au watanihoji vitu gani? Nenda katoe taarifa. Nasikia kabisa ndani yangu huyu kijana kaja kukuua. Nilimwambia, nilisubutu kumtamkia binti yangu hivyo. Nikamwambia nasikia hajaja kwa nia njema, na ukiendelea kufanya masiara atakuua. Kwa hiyo binti yangu akiwa amebaki pale kwenye samaki zangu, nimekwenda mimi na samaki zingine barabarani. Kumbe akaendelea kumtumia message za vitisho. Binti yangu akakaa kwa unyonge sana, mpaka marafiki zake wanakuja pale wanamkuta kwa unyonge sana. Usiku imefika mida ya 2:00, wakamsindikiza nyumbani marafiki zake wawili. Mmoja akaishia hapa nyumbani kwao. Akadai kwamba ngoja kwani muangalie mwanangu alafu nitakuja. Kwa hiyo wale wawili walivyoongozana wakamkuta amebana huko katika mwembe. Ndipo alipoanza kuwashambulia wote wawili.
huyu mkubwa akawa anadaka sasa kwamba mdogo wake asichomwe kile kisu ambaye ndio muhusika. Kwa yule bwana akawa amemkata kwenye mkono, kidonda kikubwa tu, kamkata kashona nyuzi 6. Ile kumkata yule akamkinga. Kwa hiyo yule bwana akazunguka nyuma mgongo, akamchoma mwanangu visu 3. Kisu cha 3 akakiacha umomo, akafanikiwa kukimbia. Wakati huo mtoto pale pale akadondoka na akazimia. Wasamaria wakaja wakamsaidia, wakachomoa kisu, wakampeleka katika huduma ya kwanza Temeke. Kwa hiyo mimi nimepewa taarifa pale, muda huo mvua ilikuwa inanyesha, napewa taarifa. Ninakwenda Temeke, nakuta mwanangu tayari hajitambui, yuko theater, wamemfanyia upasuaji, wamemshona lakini haikufanikisha. Asubuhi mwanangu mida ya saa 1, madaktari wamejitahidi, wamepambania sana uhai wake, imeshindikana. Mwanangu ameaga dunia. Pole sana. Na natamani kufahamu kitu kimoja. Huyu mtuhumiwa ambaye inadaiwa alikuwa na mahusiano na mtoto wako, wewe mama ulikuwa ukifahamiana naye? Mimi nilikuwa sifahamiani naye kabisa, na wala nilikuwa sihitaji macho yangu wala masikio yangu wala kumruhusu hata nisogelee. Ila nilikuwa namuona tu kwa mbali. Hata hilo tukio la sumu, no, kuna tukio moja aliwahi kufanya. Aliwahi kuiba kazini kwake anapofanya kazi. Na ofisi ile akawa ameshirikishwa binti yangu na yule rafiki ndugu yake aliyekuwa amemtafutia kazi. Niliwahi kukutana naye siku moja, tena ilikuwa ni usiku, nikamsimamisha. Nikamwambia, wewe kijana, hujambo? Sijambo. Nikamwambia, sikiliza, unaweza kukaa mbali na maisha ya binti yangu? Mimi unavyoniona hapa nimetoka mbali sana, nimetoka bara kuja kutafutia mtoto wangu maisha yake. Sijawahi kuruhusu macho yangu wala masikio yangu yashuhudie mwanaume wa aina yoyote. Napambana mwenyewe, nakopa mikopo, nadhulumu wenzangu, nalipa madeni, siwezi hata kuvaa, siwezi hata kula, nauza samaki kwa ajili ya mwanangu. Nimetoka certificate mpaka chuo kikuu. Mwaka wa 2, mwakani alikuwa anamalizia mwaka wa 3. Kwa hiyo naomba ukae mbali na maisha ya binti yangu, usimuingize kwenye matatizo yako na wazazi wako, na huyu ana wazazi wake. Wewe kama huna wazazi wako, naomba uniachie binti yangu. Niliwahi kumwambia hivyo. Na majibu yake yalikuwa nini wakati umemwambia hivyo? Kitu chochote zaidi ya kwamba aliniambia nimesikia, nimerudi, nilipata mistake. Sikuweza hata kumruhusu kuongea naye kiukweli, sikuweza. Aliniitikia tu, akaondoka na mimi nikaondoka baada ya kumpa ujumbe huu. Hilo swala la kunywa sumu sikuonana naye sasa. Ndio hapo alipokuwa ameshakimbia, amekimbilia Moshi. Na vipi ambapo ulikuwa ukimwambia na ukija kuzungumza na binti yako enzi za uhai wake, alikuwa akisemaje kuhusiana na mahusiano yake hayo? Ninaweza kukiri ndani ya moyo wangu, binti yangu namfahamu vyema. Binti yangu alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Nilikuwa nikimpitisha katika mahusiano yangu mimi. Kwa hiyo binti yangu alikuwa ni muoga sana wa mahusiano. Binti yangu alinihakikishia kwamba mimi kijana simuhitaji tena. Kipindi kile cha tukio la kuiba kazini ndipo alipovunja mahusiano naye. Na ndipo huyo kijana alipoanza kuhangaika sasa kutaka kutoa uhai wake kwa sababu ya kukataliwa. Kwa hiyo binti yangu alikuwa ni makini sana na alikuwa ni binti mwenye misimamo sana. Na namwapia kwa Mwenyezi Mungu ndio mahusiano yake ya kwanza. Kuna marafiki zake wengi sana, hata mwingine kaja hapa nimemuelezea. Aliwahi kuingia naye kwenye mahusiano ya urafiki tukiwa Kilakala, ndio kamaliza form 4. Lakini alikuwa na urafiki, yani alikuwa na mahusiano, mapenzi ya maongezi. Naona ndicho kilichompelekea yule kuumia kwamba huyu anavyonifanyia mimi hivi inawezekana na wanachuo wenzie huko chuoni kwake kashapata mtu mwingine, ndio hivyo. Lakini hakuwa mtu wa kulegalega, alikuwa na misimamo. Akisema hapana ni hapana tena. Baada ya kutokea tukio lenyewe la kuchomwa visu, ni jukumu gani mlichukua kama mzazi kuhakikisha kwamba unapambania haki ya mtoto wako kuweza kupatikana? Mimi mpaka dakika hii hatua zimeshaanza kuchukuliwa, hatua za awali, kwa sababu alipofanya ile tukio majirani walipokuja kumsaidia wamekuta kisu kiko pale. Kile kisu kimechukuliwa, kimepelekwa na baba yake mlezi, kakipeleka polisi, wametoa maelezo pale. Yani hapa ninachosikitika zaidi, lakini naamini dunia haijawahi kushindwa na kitu. Naamini jeshi la polisi haijawahi kushindwa na kitu. Ninafahamu kwa jina moja yule kijana la Nulani.
Na kibaya zaidi, simu ya marehemu ameweka password ambayo sisi hatuifahamu. Ila nina mdogo wake ambaye ni mwanangu wa pili, atapambana ile simu ataifungua. Ninaamini nitapata picha yake. Namba zake za simu zimeshapatikana kwenye simu zetu ndogo zilizokuwa ndani alizokuwa kutumia binti yangu, na zimepelekwa kituo cha polisi. Na wala hukuwahi kumtambua kwamba anaishi wapi huyo kijana kwa hapa Dar es Salaam? Sikuwahi kumtambua, ila binti yangu mwenyewe ndio alikuwa anajua kwamba yule anaishi. Aliwahi kuniambia anaishi na kaka yake, ambaye huyo kaka yake ndio huyu alikuwa anamtafutia kazi, na huyo kaka yake yupo hapa Dar es Salaam. Nadhani ni maeneo haya kama sio makaburi ya Site, basi ni mitaa ya Kuangasa, hawezi kuvuka hapo. Na yuko na mke wake, na ndio mimi simfahamu, marehemu ndio alikuwa anafahamu. Na vipi baba wa marehemu, yuko wapi naye? Binti yangu wa kwanza baba yake alishafariki. Nilitoka naye nyumbani kwetu Kahama, nikaja naye Dar es Salaam kwa ajili ya kuolewa. Kwa hiyo kwa sasa nilikuwa na baba yake mwingine ambaye ndo anashughulikia hilo jambo lake. Kwa hiyo ana baba mlezi ambaye amemlea kwa muda mrefu sana. Kama mshazungumza kama familia na kuweka utaratibu kwa ajili ya mazishi, ratiba zikoje? Ratiba mpaka dakika hii tunatarajia leo usiku, nina ndugu zangu hapa, nina wadogo zangu wa damu, natarajia wanafanya mazungumzo na familia kule nyumbani kwetu Kahama. Tunaamini Mungu atatenda, kesho tutaondoka jioni. Pole sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.